tukachukua wachezaji wetu, lakini lazima tuweke closing ya kwamba kijana akija kwenye klabu yako angalau acheze 50% ya mashindano yako ili kipaji chake kisife. Serikali haijawekeza kuua kipaji, TFF haiwekezi waje waue vipaji vyao. Lengo ni vipaji hivi vituwezeshe sisi kwenda mbele zaidi. Na ndoto na maelekezo ya Daktari Samia, anataka kilabu hiki Serengeti Boys under 17 wanolee na watengenezwe vizuri ili waje wawe ndio watakaokata tiketi ya kuipeleka Tanzania World Cup 2030. Hatuwezi kufikia huko kama tutawachukua tukawaweka benchi. Lazima tuwachukue, tuwaingize kwenye uwanja, waendelee kujenga uwezo wao. Sambamba na hilo, ni matamanio yetu, tumeongea na maagenti wengi duniani kupitia mashindano haya yalivyokuwa yanafanyika Morocco. Tunatamani Mungu atufungulie milango, vijana hawa waende kwenye vilabu vikubwa, ikiwa ni sehemu ya kujenga uwezo wao wa kimataifa. Ndugu zanguni, mmeona hapa tumevunja rekodi. Timu bora ilionyesha nidhamu kubwa katika mashindano ya AFCON 2026 kwa nchi zote 54 ni timu ya Serengeti Boys. Leo tunawatambua mahala hapa, na nikisema hivyo naomba muonyeshe kabisa na trophy yetu iliyotufanya tukapata hiyo heshima. Lakini pia mfungaji bora wa msimu 2026 under 17 kwa nchi 54 za Afrika AFCON ametoka Serengeti Boys, kijana wetu, tena kwa maajabu makubwa ni Msukuma. Katokea Geita. Kwa kweli sikuwahi kujua, nilijua Wasukuma ni wazuri kwa mambo mengine. Kumbe Mungu ametujalia mwaka huu na sisi tumegaragaza dunia ya Afrika yote na mfungaji bora amepatikana. Lakini pia hata mechi wa tournament nzima, mashindano yote yale, naye katoka Serengeti Boys. Naomba pia nyanyue mchezaji bora MVP. Ukienda kwa upande wa golikipa, jana kidogo tu na penyewe tulikuwa tunachukua, na mimi niuma kweli kumkabidhi golikipa wa Senegal. Yeye amepata nguvu kubwa kwa sababu ya kutoa penalty nyingi, lakini kijana wetu ana clean sheet hatari sana. Naomba makofi mengi kwake pia. Na ndio mchezaji bora wa mechi ya jana. Mchezaji bora, naomba unyanyue tena. Mchezaji bora wa mechi ya jana. Kwa hiyo huyu amekuwa mchezaji bora mara 3. Naomba makofi mengi sana kwake. Sasa Serengeti Boys oye! Sasa wewe fikiria hii heshima walioileta Tanzania. Vijana wetu, watoto wetu, wako waliotokea Pemba, wako waliotokea Kigoma, wako waliotokea Morogoro, wako waliotokea Mtwara, Dar es Salaam, Tanga, Mwanza, Kilimanjaro, Arusha, Katavi. Hawa ni watoto wetu. Ombi langu wakati nafunga kwenye huu kurasa, naomba wote tushiriki kuwalea. Kila mtu aone ni fahari ya nchi yetu. Tusiangalie changamoto au mapungufu yanayojitokeza kama sehemu ya kuwavunja moyo. Tuangalie strengths na mafanikio yaliyoletea taifa letu kama jina au njia ya kunyanyuka kwenda hatua kubwa zaidi. Mashindano yanayokuja mbele yetu ni makubwa mno. Mashindano haya lazima Watanzania wote tuungane, wachambuzi wote tuungane, content creator tuungane, wanasiasa wa vyama vyote tuungane. Hapa
sio CCM imeshinda. Hapa ni Tanzania imeshinda. Utofauti wetu wa majukwaa ya kisiasa usende kuua na kuumiza vipaji vya watoto wetu. Hawa wakifanikiwa ndio wakina Samata wajao. Hawa ndio wakina Messi wetu. Hawa ndio wakina Msuva wetu. Hawa ndio wakina Cristiano Ronaldo wa kwetu. Tuwalinde kwa wivu mkubwa, tuwajenge kisaikolojia, tuwape morali waende World Cup Qatar wakiwa na nchi inaowaunga mkono, wala sio vikundi vinavyowaunga mkono. Nafahamu pia wako mashabiki walitamani kuwepo Qatar, hawakupata nafasi kuwepo Morocco, hawakupata nafasi ya kuwepo. Wasiumie, nafasi hazijaisha. Tanzania inaendelea kufungua milango katika michezo. Iko siku mtapata nafasi, mtaenda kuishabikia nchi yenu. Tungetamani tuwapeleke wote. Jana Senegal walileta watu wasiopungua 1000 uwanjani. Sisi hatukufika hata watu 200. Wenzetu walipeleka watu 1000 ngapi? 1000. Kwa hiyo mtu akiwepo akasema mashabiki hawatakiwi, hapana. Huyu ni mchezaji wa 12 uwanjani, anaongeza morali. Kwa hiyo tusiwabeze mashabiki, lakini pia waliopata nafasi wasiwakebei ambao hawakupata nafasi, kwa kuwa nafasi hizi zitapatikana na wataendelea kupatikana wengi zaidi kwenda. Nchi ya Kongo kwenye mashindano ya AFCON mwaka jana, Morocco ilipeleka mashabiki 500. Mashabiki bengapi? 500. Hakuna nchi ambayo inaenda uwanjani bila mashabiki. Mchezaji wa 12 ni wa muhimu sana, na ndio anaongeza morali na kumwonyesha mchezaji ya kwamba usikate tamaa, sisi tuko pamoja na wewe na bado nafasi ipo. Kwa kumalizia, Mungu ametujalia under 20 wanawake wanaenda kwenye mashindano ya World Cup Poland mwaka huu. Hamna wanawake hapa kushangilia kupiga vigelegele kwa wanawake zao? Kwa hiyo wakati under 17 inaenda Qatar, under 20 inaenda Poland. Na kule tumepangwa na timu za mataifa makubwa. Mimi naamini jambo moja tu. Mungu anatumiaga vidhaifu vinyonge kuviaibisha vyenye nguvu. Mungu ataenda kulitumia taifa la Tanzania kuyaibisha mataifa hayo makubwa ambayo yanaamini yenyewe yamewekeza kwa muda mrefu. Tuwaunge mkono under 20 ili na wao pia warejee na kombe na trophy kama ambavyo Serengeti Boys leo wametuletea. Lakini kipekee kwa kumalizia, ni washukuru sana 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 waandishi wa habari wote wa michezo. Na washukuru mno. Na washukuru sana wachambuzi wa michezo. Lakini kubwa kuliko yote, na washukuru sana wakosoaji wa michezo. Sisi kama wizara, yale yote mnayoyaona yawe ni mapungufu, tunayapokea na kuyafanyia kazi ili kuimprove timu zetu zifanye vizuri zaidi. Hatuwezi kukataa kwamba kuna mapungufu, yapo. Na mnaposema mnatufumbua macho ili tuweze kuongeza nguvu. Ombi langu kwenu tu, mnapokosoa mkosoe kwa kujenga, si kwa kuwaumiza watoto wetu. Baada ya kusema hayo mengi, niwashukuru tena waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wameona na wajana walikuwa wanashangilia kama vile nafasi zao za ubunge wameziweka pembeni. Wamepiga dua zote, lakini kwa kuwa Mungu ametupenda zaidi, ametuwekea yaliyo makubwa mbele ya safari. Jana nilisema mle ndani, atakayebeza haya mafanikio yote
awaze jambo moja tu, yeye wakati ana miaka 15, wakati ana miaka